Tofauti kati ya kufanya mapenzi na kushiriki tendo la ndoa. Tofauti kati ya kufanya mapenzi na kushiriki tendo la ndoa. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza unatazama video hii, kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa magonjwa ya lishe pamoja na uhusiano. Nimeona niandae video hii mara baada ya niliona status kwa ndugu yangu mmoja hivi, atakapokuwa anatazama video hii atajifunza kwa kina sana. Aliandika hivi, alisema mwanamke hufanya mapenzi na mwanaume anayempenda. So kuna kitu ambacho nakumbuka nilimjenga psychologically, nikamjenga kimahusiano. What happens pia ikitokea, of course mwanamke anapokuwa anashiriki tendo anaenda kwa hisia, tofauti na mwanaume. Mwanaume sisi watu tunaenda kwa mihemko, yaani uume unapokuwa umesimama tu unakwenda kureact moja kwa moja. Lakini kuna hichi kitu ambacho watu wanashindwa kutofautisha hapa. Kuna kufanya mapenzi na kushiriki tendo. Asilimia kubwa leo, ndoa nyingi watu wanashiriki tendo, hawafanyi mapenzi. Na ndio maana utasikia dokta, mume wangu ananibaka, haniandai. Yes, manake huko huyo mtu amemuingilia, ameshiriki tendo ila hajafanya mapenzi. Kufanya mapenzi na kushiriki tendo ni vitu viwili tofauti. Tendo ni ile umefika, umemwambia mke wangu nimekumisi, amevua chupi, umeingiza uume, umeanza kushiriki tendo la ndoa. Huko hilo ni tendo. Kesi hizi unazozisikia za kwamba ukiamka usiku tu unabinuliwa, mwanaume ameshaingiza. Hizo statement zinaenea sana Instagram huko na nini, kwamba jamani, wanawake tunabakwa sana kwenye ndoa. Hizo statement ni nyingi sana, zinatembea kila sehemu. Kila mtu analiongelea kwa mtazamo wake. Lakini inapokuja fact ya kufanya mapenzi, of course unapofanya mapenzi ndipo itakuleta kwenye tendo. Na moja ya kitu ambacho huwa nawafundisha wanaume wengi ni kwamba fanya mapenzi sana na mke wako, yeye mwenyewe ataomba tendo. Sasa mapenzi ni yapi? Mapenzi ni ile hali ya kutengeneza ukaribu, ya kuwa karibu baina ya watu wapenda nao. Cha kwanza, kukumbatiana, kupigana mabusu, kunyonyana, kulambana hapa na pale, kutekenyana. Yaani hayo ni mapenzi. Kuandaana, kumlambalamba, kumnyonya hapa, kumtekenya hapa, kunyonya kisimi, kunyonya ubosi. Those are all tunaita romance, wengi wamezoea kuita romance. Hayo ni mapenzi. Sasa leo hii watu wengi hawafanyi mapenzi, wanashiriki tendo. Kitaalamu unatakiwa uanze kwanza kufanya mapenzi. Ukifanya mapenzi automatically mwanamke mwenyewe ataomba kutombwa ama ataomba kushiriki tendo na wewe, kwa sababu itafika mahala mapenzi yako yatamfanya alewe na kuchanganyikiwa. Sasa wanaume wengi hawajui kufanya mapenzi, wanafanya tendo. Nenda mmoja akasema, mimi mume wangu yani atakushikashika maziwa, atakusugua kisimi kidogo, dakika 2 kamaliza kaingia. Mimi sijalowana vizuri, sijapata hisia, mwili wangu haujaamka vizuri, nimekuwa na watoto usiku nzima, nimechoka, mgongo unaniuma, kiuno kinaniuma, nimefua nguo, nimechoka. Huyu mwanamke anahitaji mapenzi kwanza, ndipo uweze kuamsha hisia zake. Sasa mbaya zaidi, wanaume wengi hawajui mapenzi. Sasa hapa Dr. Kuboja nipo kwa ajili ya kuweza kukufundisha wewe mwanaume ambaye hujui mapenzi. Njoo tukusaidie, tuna video maalum, tuna elimu ambayo nitakayoongea na wewe mwanaume. Nikufundishe unaweza ukafanya vipi mapenzi. Lakini ushauri huu unaenda pia the same kwa wanawake ambao pia hawajui mapenzi. Mwanamke nawe pia unataka tukufundishe mapenzi. Mwanaume naye anatakiwa afanywe mapenzi. Mwanaume naye anatakiwa kuweza kuandaliwa. Kwa hiyo hii inakwenda both sides. Mwanamke na mwanaume wote wanatakiwa wafundishwe haya mambo. Usifanye tendo na mke wako unamuumiza, humfikishi kileleni. Mwanamke hafiki anapotarajia, hafurahii tendo la ndoa, anapata michubuko, anaumia kila kukicha. Sasa hakikisha kuanzia sasa unafanya mapenzi na mke wako.
Ukifanya mapenzi ndipo tendo litafuata. Natumaini kuna kitu umejifunza wewe mwanaume ambao unanitazama hapa. Unataka kujifunza kupata elimu namna ya kumwandaa mwanamke. Mwanamke ana maeneo 12 katika mwili wake. Unamwandaa vipi? Sio hivyo tu, mwanaume ana maeneo 9 katika mwili wake. Unamwandaa vipi? Kuna majarida, kuna video clips, lakini pia utapata ushauri na sawa kuweza kuongea na mimi. Usiwe na aibu. Uwe na mwanamke, uwe ni mwanaume. Kuna gharama ndogo nitakayo kuchaji kuweza kupata ujuzi huu wote ukajifunza kwa kina. Kwa hiyo naomba tuwasiliane katika namba ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Bye bye.